Ajali iliyompata kijana Amuri aliyekuwa akijishughulisha na upigaji makachu katika maeneo ya Forodhani Zanzibar imeibua mjadala mkubwa miongoni mwa vijana pamoja na viongozi wa makundi hayo. VOP TV imezungumza na baadhi ya viongozi hao ili kusikia maoni yao kuhusu tukio hilo pamoja na hatua zinazoweza kuchukuliwa kuzuia matukio kama hayo siku zijazo. Waalaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kwa jina naitwa Muhammad Ahmed Muhammadi. Jina la umaarufu wa vijana napenda kuniita Mr. Shuf. Mimi ni mmoja kati ya viongozi wa eneo la Makatu, ni kama mlezi wa vijana wa Makatu sehemu ya Forodhani Zanzibar. Hii Makatu ilianza kama masahara au tuseme ilianza kama matani kuweza kuwakaribisha vijana kwenye eneo la Makatu, na mpaka sasa imeweza kupeperusha bendera ya utalii katika dunia nzima, eneo la Makatu katika visiwa vya Zanzibar. Na jingine kabisa napenda kuwahusia vijana, eneo Makatu ni mchezo, na pia ni mchezo unatakiwa umakini sana, na pia ni mchezo hatari sana. Kwa hiyo lazima tuwe makini sana tunaporuka Makatu, hasa kwenye maeneo yaliyokuwa tofauti na sehemu za Makatu. Kutokana na swala la Makatu ameumia, sasa ni jinsi gani ambavyo nyinyi vijana wenzake mmejitolea kwa namna moja ama nyingine kuhusiana na yeye? Kijana aliyeumia juzi Amuri ni katika vijana 15 wa Makatu, kwa sababu hapa kwenye Makatu kuna watu tofauti. Kuna kijana anaitwa Amuri ambaye aliumia juzi katika vijana 15 wa Forodhani walioipeperusha bendera ya Makatu, basi mmoja wao ni huyo aliyekuwa hospitali ya Lumumba, anaitwa Amuri. Huyu kijana kwa kweli ameumia, na mpaka sasa hivi tunashukuru sana kwa uwezo wa balozi wa vijana Zanzibar. Tunashukuru sana kwa uwezo wa mheshimiwa mbunge wa Mji Mkongwe. Tunashukuru sana kwa rais wa Makatu Hanafi. Hawa watu watatu wanamsaidia sana yule kijana mpaka sasa hivi. Tunawashukuru sana na tunaendelea kuwashukuru kwa muonekano wao kwa kusaidia yule kijana ambaye umeumia kwenye sehemu za Makatu Zanzibar au maeneo ya Forodhani Zanzibar. Labda wito wapo kwa vijana wengine ambao bado tunaendelea kufanya hii kazi yetu ya Makatu? Ni kazi ambayo tumezoea, ni kazi ambayo inatuingizia kipato kwa namna moja ama namna nyingine. Labda wito wako au uangalizi wako, tufanye kitu gani ili mradi tu tusio inatokea accident kama ambayo imemkuta kijana mwenzetu? Mimi naomba kuambia Wizara ya Utalii, kwa sababu watoto wa Makatu ni watoto ambao wanafaidika kwenye hii kazi ya Makatu, wasiopungua watoto 85, na wote ni Wazanzibari na wengine kutoka Tanzania, kwa sababu hapa hajaweka Wazanzibari watupu, tumechanganya muungano wa Zanzibar na Tanzania bara. Kwa hiyo sote tuko watoto ni 85 wanaoipeperusha bendera ya Makatu kwenye eneo la Forodhani, wanapeperusha utalii kwenye eneo la Zanzibar nzima. Kwa hiyo ningependa viongozi husika waje kwenye eneo la Makatu, japo washakuja sana kuuliza tunahitaji kitu gani. Lea kusema kama mlezi wa vijana wa Makatu, na waomba watu husika au viongozi husika waje sehemu ya Makatu ya Forodhani Zanzibar ili kuweza kuwasaidia watoto wa Makatu kuweza kuondoa maafa yanayotokezea kwenye maeneo haya Makatu, kwa sababu watoto wa Makatu wa Forodhani Zanzibar wanapeperusha bendera ya utalii Zanzibar na wanaonekana dunia nzima. Kwa hiyo mimi naomba msaada sana kwenye Serikali ya Mapinduzi Zanzibar. Tunaomba mashirikiano pamoja na Wizara ya Utalii ili kuweza kuzidi kuipeperusha bendera ya utalii katika visiwa vya Zanzibar. Ukiacha kuumia, ukiacha kupata asset ambayo kama amepata mwenzetu Amuri, ni hasara gani ambayo labda inatokezea kwenye swala la Makatu? Ukiachana hiyo swala la kuumia, kuna kitu gani kingine ambacho inakuwa ni kama hasara kwenu? Sisi hasara yetu kubwa kuona kijana wa Makatu amefariki dunia. Hiyo ndio hasara kubwa, na hapa tayari watoto wameshafariki na tushawazika kwenye eneo la Makatu. Basi ni hasara ni moja tu ambayo mimi naiona mimi. Kwa hiyo tunahitaji msaada wa wizara ihusika ya mambo ya utalii Zanzibar. Nahitaji kukutana nao ili kuweza kufanya hili suluhisho, vijana wasiumie wanaopeperusha bendera ya utalii Zanzibar. Ni hivyo tu bosi wangu, na ambayo tunaipata kuipitia, isipokuwa vijana wa Makatu wanajitahidi kufanya kazi kuweza kupata riziki ndogo ndogo ya kuweza kuwasaidia wazee wao, si kujisaidia wao wenyewe, kwa sababu wenyewe haiwasaidii, kuwasaidia wazee wao na ndugu zao ambao wamewaweka huko majumbani.
Kwa hiyo hawa vijana wa Makatu, jua kwa watu wanawaona kama ni wahuni, ila si wahuni. Hizi ni moja kati ya michakato tu sehemu za bahari. Nawaomba sana viongozi husika, maana tukisema viongozi wako wingi na wako sekta tofauti. Mimi nawaomba sana viongozi husika wenye wizara ya utalii, naomba, kwa sababu mimi naona vijana wa Makatu Forodhani wanavyoipeperusha bendera ya utalii. Kwa hiyo naiomba sana wizara ya utalii iwe karibu sana na vijana wa Makatu kuwasaidia fikra, mawazo pamoja na vitu ambavyo wanavyohitaji. Pia nimesahau kuzungumza kiongozi mmoja, Mheshimiwa Ba, mwakilishi wa jimbo la Mtoni. Huyu bwana Mwenyezi Mungu atamlipa zaidi na zaidi, kwa sababu katika mheshimiwa ambao anawasaidia sana vijana wa Makatu, Mheshimiwa Ba, na ambao si jimbo lake na hala hausiki katika sekta ya utalii, lakini Mheshimiwa Ba anawalea watoto wa Makatu kama watoto waliowazaa mwenyewe. Mwenyezi Mungu ambariki sana mheshimiwa. Vijana wa Makatu siku zote wasisitiza kwenye jambo la heshima. Heshima huzaa chema. Unapokuwa na heshima sehemu yoyote utaheshimiwa, na unapokuwa na heshima basi mpaka Mwenyezi Mungu anakupa maisha mepesi katika umri wako na anakupa heshima kwa watu wa kuheshimu. Kwa hiyo nawasisitiza sana vijana wa Makatu waitunze sana heshima, hiyo ndo muhimu. Kwanza kwa jina naitwa Nasibu Baraka Hamadi, ni miongoni mwa vijana wapiga makachu, lakini pia ni coordinator wa umoja wa wapiga makachu hapa Zanzibar Forodhani Garden. Swala hili nalichukulia kwa uzito wake kutokana na yale ambayo yamemtokezea yule kijana. Sio kwamba sisi tulipanga au tulitaka lile jambo limtokezee, lakini limemtokezea, na hima yetu vijana sote wapiga makachu tumelipokea hili jambo kwa umoja wetu na tukamsaidia kwa umoja wetu, na imefikia wakati hata pale hospitali tulivyokwenda wamefurahi kutokana na ule ujio wetu, kwa sababu toka imefunguliwa ile hospitali ya Lumumba haikuwahi kutokea watu wameenda wengi kwa ajili ya mgonjwa mmoja, isipokuwa ni umoja wa wapiga makachu hapa Zanzibar, tulikwenda kwa umoja. Kwa hiyo walifurahishwa na hilo, pia naweza nikasema ni hivyo. Sasa hivi tunaweza kusema alhamdulillah, tunamshukuru Mungu, na hili tunaweza tukasema ni jitihada za wale madokta kutokana na uwezo wa Mungu. Tayari Mungu bado anamhitaji, yupo kuona madokta jinsi walivyomsaidia na kadri ya vile ambavyo walivyokuwa wakifanya kazi. Sasa hivi hali yake inatia tamaa nzuri, na ndo kila siku sisi tunakwenda tunampelekea matunda, tunampelekea vyakula. Kwa hiyo vile tunavyomuona tunafurahishwa na ile hali yake, tofauti na alivyokuwa yupo mwanzo. Naam. Kwa sasa ukiachana na kwamba yeye kapata accident, ili kwa mtu mwingine sije katokezea akafika kama aliyofika yeye, ni angalizo gani ambalo mmelichukua nyinyi kama vijana? Kama vijana wa makachu, angalizo la kwanza hapa, hatuwezi kumruhusu mtu yoyote ambaye kwanza hajui kuruka kwa namna yoyote. Hilo ni la kwanza. Lakini la pili, hapa sisi tuna utaratibu wa kuwakaribisha vijana wapya ambao wanataka kuja hapa tayari. Hizo taratibu zikikamilia, basi naye atakuwa ni mrukaji miongoni mwa warukaji. Alafu pia kuna hichi kina cha maji pia tunakuwa tunaangalia. Hata sisi kama sisi tunakuwa tunachukua usalama mkubwa pale ambapo maji yanapokuwa kidogo. Kwa hiyo tunashauriana, haya ni maji kidogo, tusiruke kwa ajili ya kulinda usalama wetu pamoja na usalama wa wenzetu pia. Kwa hiyo angalizo tunakuwa tunalichukua kwa ajili ya kulinda usalama wetu, hasa maji yanapokuwa kidogo. Kwa serikali tunahitaji support, licha kwamba wanatusupport kwa njia zozote, kwa sababu mwanzo ilivyokuwa inajulikana hii makachu na sasa hivi ni kitu tofauti. Kwa hiyo tunaweza tukasema kwamba serikali, hasa hii serikali ya awamu ya 8 naizungumzia hii imekuwa imechukua nafasi kubwa mno katika kuwasaidia vijana wapiga makachu. Kwa hiyo unakuta kwa mfano huyu ndugu yetu ambao tumempeleka hospitali, mpaka sasa hivi tumepata mkono mrefu wa serikali kwamba umemsaidia pia, licha ya jitihada zetu, lakini tunaona pia serikali imeenda imempushi mbele, hasa katika masala ya kutoa huduma za vifaa, katika masala ya kutoa dawa, masala ya kulala ule udini. Ni ngumu sana kwa mtu wa kawaida kupata jambo hili, lakini ukiangalia hili jambo letu kutokana na umoja wetu, kwa serikali imetusukuma mbele. Na kwa upande wa jamii pia naweza nikasema jamii isitufikirie vibaya sisi vijana wapiga makachu, kwa sababu watu wengi wanasema kwamba labda vijana wapiga makachu hawana adabu, wahuni, lakini sisi sasa hivi serikali inatuangalia kwa picha nyingine. Ukiangalia vijana wengi sasa hivi wametoka katika matatizo ya uvutaji wa bangi, ulevi na mambo kama hayo. Kwa sababu gani? Kutokana na ule umoja wetu tulivyojiweka na vile tunavyoshauriana na kushirikiana. Kwa hiyo jamii tunaomba itusapoti pia. Itatusapoti vipi? Kwanza iachane na fikra mbovu.
kuhusiana na vijana wapiga makachu. Halafu ieleweke kwamba kila mpiga makachu yani hapa ana tabia nzuri na wala hana tabia mbaya na namna kama hiyo. Wakati juhudi zikihitajika kuimarisha usalama, jamii imehimizwa kuendelea kuwaunga mkono vijana hawa huku wakichukua tahadhari wanapotekeleza shughuli zao. Nikiripoti, mimi ni Fatma Haji wa VOP TV. Tembelea YouTube channel yetu VOP Online TV kwa habari moto moto. Subscribe kisha bonyeza alama ya kengele ili kuwa wa kwanza kupata taarifa zetu. Usisahau kulike, kucomment na kushare. VOP Online TV.